Msikilizaji wetu Mswahili anatamani kusikia nini kinaendelea, anasikia Marekani, anasikia Iran, anasikia Israel. Ni kwa nini yote haya yanatokea kwa sasa? Tumeamua tumwalike na Mkalaboko hapa pamoja na Moses Mutente waweze kutupitisha why now. Marekani na Israel. Israel amefanikiwa kuishambulia Iran sasa baada ya kuwapunguza upepo washirika wa Iran Mashariki ya Kati, Lebanon, Syria na Yemen. Lebanon maana yake kapunguza nguvu Hezbollah, kama utakumbuka, kupitia shambulizi la anga la mnamo Septemba 27 mwaka jana. Kiongozi mkubwa wa Hezbollah Hassan Nasrallah alifanikiwa kulengwa na shambulizi la Israel. Eneo lile kiushawishi na usalama wa Israel ulikuwa unahatarishwa sana na uwepo wa Hezbollah yenye nguvu chini ya Hassan Nasrallah. Lakini kwa upande wa Syria ni baada ya kufanikiwa kuondoa utawala wa Bashar al-Assad ambaye kwa sasa anatajwa yuko Moscow. Sasa huko kote kumekuja kupitia wapi? Baada ya kumuondoa Bashar al-Assad ambaye kimkakati alikuwa ni sehemu ya support kubwa kwenye utawala wa Tehran ya sasa. Lakini kwa sasa baada ya kuondolewa Bashar al-Assad, Syria iko na rais mwingine Ahmed al-Sharaa ambaye kiuhalisia yuko karibu sana na Israel, na hivi tunavyozungumza kupitia vita inayoendelea, manake anga la Syria limeachwa huru kutumiwa na Israel. Lakini kando na hilo, nguvu nyingine waliipata kupitia Yemen katika bandari ya Hodeida, mji wa Hodeida, lakini pia katika mji wa Sanaa ambako huko kote kulikuwa kuna washirika wa Iran walikuwa wanachangia nguvu ya Iran kwa muda mrefu. Asante Mkalaboko. Pia lazima msikilizaji wa Joto la Asubuhi afahamu kwamba kwa miaka zaidi ya 30 Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, amekuwa anaituhumu Iran kwamba inataka kuzalisha bomu la nyuklia, na Iran mara nyingi imesema adui wake wa kwanza ni Israel. Kwa hiyo Netanyahu amekuwa anasema siko tayari kuiona Iran ikimiliki silaha za nyuklia. Kwa hiyo sasa ndani ya hizi siku 12 Mkalaboko, Israel ikaamua kutekeleza mpango wake wa miaka mingi sana kuhakikisha kwamba hiyo program ya nyuklia ya Iran haifikii mwisho. Yani hatua ile, kwa sababu unapozalisha bomu la nyuklia kuna viwango vya urutubishaji wa madini ya uranium ili kufikia bomu. Kuna 3 hadi 5 kwa ajili ya kuzalisha umeme, kuna 60%, kuna matumizi mengine. Ukishaona taifa linafika urutubishaji wa 90%, linaelekea kumiliki silaha za maangamizi za nyuklia, kitu ambacho taifa la Israel haliko tayari kuona. Sasa katika kufanikisha hilo, Israel wakaanza kufanya mashambulizi kwenye sites ama sehemu ambazo urutubishaji unaendelea. Wakaanza kupiga, lakini tufahamu kwamba miundombinu ya kuzalisha na kurutubisha nyuklia inawekwa chini mno kiasi kwamba Israel haina mabomu yenye ukubwa wa kutosha wa kuweza kulipua kule chini. Ndio maana juzi Marekani kupitia silaha zake ambazo ni bunker buster zimekwenda kupiga kwenye hizo site 3 kubwa kuweza kusambaratisha mpango wa Iran wa nyuklia.